Unajua ni nchi gani unaweza kuiba gari ya polisi, ubadilishe number plate alafu uanze kubeba nayo mkaa kama kawaida? Hapana, hii si movie, hii ni Kenya. Na sasa dunia nzima inazungumza, kutoka Nigeria hadi Tanzania, watu hawaamini kile Wakenya wanaweza kufanya. Stori hii imeanza kama utani, lakini kadri details zinaingia ndio unagundua hii si kawaida. Mwanamume mmoja anadaiwa kuiba gari ya polisi, si tu kuiba bali akabadilisha number plate alafu akaanza kuitumia kwa biashara yake ya kubeba mkaa. Swali ni moja tu, hii iliwezekanaje? News 101 from Kenya. Usikaribie police station in any way, lakini Githurai unachaidinga karao, unabadilisha number plate yao na kaya yako na unaenda unauza nayo makaa. Ni mbaya mtu wangu. Kenya waache tu bobu. Kenya hakuna kinachoshindikana. Lakini kinachofanya hii story iwe kubwa zaidi ni reaction kutoka nje ya Kenya. Huyu content creator kutoka Nigeria amesema wazi ya kwamba kama hauogopi wa Kenya basi una shida mahali. News 101 from Kenya. As of this morning, a man in Gutarai 44 stole a police car, replaced the license plate with a fake one, and used it to transport charcoal. Police car. You use police car to transport charcoal. Jesus. Police vehicle that they are using to do operation to catch thief. A Kenyan man use it to transport charcoal. And you are still not scared of Kenya. If you still need my advice, if you still need me to encourage you to fear Kenya, your brain is not working well. If you still want me to come and tell you, oh, fear Kenya, your brain is not working well. Hey! Abracadabra na Kenya. Abracadabra na Kenya. You still want me to encourage you to fear Kenya? Hey! Other countries are scared of police. Kenya say what? What is police? What is police? Police is our voice. Kenya say police is our voice. You think I'm lying? Wait, do you think I didn't make this up? It is pure. What? Na hata Tanzania pia watu hawaamini kinachoendelea Kenya. Swali la huyu jamaa ni moja tu, inawezekanaje mtu aibe gari ya polisi alafu aitumie kwa biashara yake? Kenya waache tu bobu. Kenya hakuna kinachoshindikana. Yaani mchizi kaona kabisa, mbona mimi biashara ninayo? Sema sasa, biashara yangu naifanyaje? Nataka usafiri. Kaangalia mchizi kaona, mbona polisi kuna magari mengi? Kaenda kuiba gari la polisi mwanangu. Umeona bana? Akaingia nalo road gari la polisi mwanangu, ndo analibebea mkaa. Yaani mkaa ndo biashara yake, kwa hiyo mchizi gari la polisi analibebea mkaa mwanangu. Alichokifanya yeye kabadilisha tu plate number. Kama zile gari za polisi Tanzania zinakuwa zimeandikwa PT, si ndio? Sasa Kenya sijui zinakuwa zimeandikwa. Katoa ile plate number, kaeka plate number anazojua yeye mwanangu. Gari analifanyia biashara, kabeba mkaa baba. Shindi yani mkaa lundo mwanangu. Mchizi ndo amemkamata mwanangu juzi. Kenya kiboko. We Kenya waache tu mwanangu. Lakini Wakenya wenyewe kama kawaida yao wameichukua hii story na kuipeleka level nyingine kabisa. Jamaa anasema kama kuna mtu amelichukulia neno utumishi kwa wote serious, basi ni huyu jamaa aliyeiba gari. Hii ndio Kenya sasa. Creativity iko juu sana siku zote. Naona watu wamejaa ngori Githurai hadi wanachaidinga makarao. Unachaidinga karao, unabadilisha number plate yao na kaya yako na unaenda unauza nayo makaa. Ni mbaya mtu wangu. Au ndo sasa wamechukulia ile slogan ya utumishi kwa wote serious. Tuitumie wote, ni yetu. Ni yetu wote. Tuitumie. Ni mbaya. Mtu wangu watu wamejaa ngori hata usitaki jua. Next year tu ndo tunangoja kuona labda ni gani. Ni mbaya. Baradhuli. Lakini si kila mtu anaona hii kama utani. Hata media personalities wanashangaa hii imefikaje hapa, na kauli moja inajirudia kila mahali ni ogopa wa Kenya. Usikaribie police station in any way, lakini Githurai, there's a man who has stolen a police car,
changed the plate, yeah, and then started selling charcoal. Which country are we living in? You tell me. You tell me if we have a country here. Do we have a country? How can you steal a police car? How can you steal a whole police car and then you turn it into your own biashara car? How does that make sense? Yeah? Ndio uniambie, let me tell you, Githurai ni kama mko na constitution yenu. It's like Githurai is its own country. People do what they want. I'm like, what? Isn't that like a criminal offense or something? What? This video is going viral and the comments, people are like, ogopa Kenyans, we only fear God. Ati bora makaa ilifika. Ati maybe aliba April Fools. Hiyo ilikuwa prank. Kenyans, kwani you people amuogopi? Lakini nyuma ya vichekesho vyote kuna kitu kimoja kikubwa hapa. Hii si story ya mtu mmoja mjanja tu. Hii ni story ya system. Je, inawezekana vipi gari ya polisi ipotee hivi, ibadilishwe identity alafu itumike bila mtu kugundua? Na hapa ndipo swali linakuja. Je, huu ni ujanja wa mtu mmoja au ni dalili ya kitu kikubwa zaidi ndani ya system? Guys, mtu kaiba na gari ya polisi na akaweka makaa. Can you imagine? Number plate Imbo. Can you see? Githurai 44. Githurai 44. Hapa ndio tunafika walai. Tulifika huko. Imagine Githurai 44, mtu ameiba gari ya polisi na akabebea makaa. One time. Hello? One time. Hapa kwa gari. Hapa kuna accident. Mtu anaiba gari ya polisi na anabebea makaa. One time Ruto. Hiyo ni one time. Na ndio maana story hii ikavuka mipaka. Nigeria wanashangaa, Tanzania wanashangaa, lakini ukweli ni huu. Kenya imekuwa headline ya Afrika kwa sababu ya creativity, lakini pia maandamano kidogo. Sasa nataka kujua kutoka kwako wewe mtazamaji wangu, unadhani huyu jamaa ni genius au hii ni aibu kwa system? Na je, hii ingeweza kutokea nchi nyingine? Niachie kwenye comment section tusikie maoni yako. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.